Sasa hivi tunazungumzia mimba za utotoni. Mimba za utotoni. Yeah. Alright. Kutokana na taarifa ya Wizara ya Elimu na Mafunzo ya Ufundi katika kipindi cha mwaka 2004 mpaka 2008, inasemekana jumla ya wanafunzi 28590 wakiwemo 119 sekondari na 16901 wa shule ya msingi walikatisha masomo kutokana na mimba. Alright. Tukasema sasa ni muhimu ili swala tunaliongelea kila siku, tumelizoea. Akapata mimba, jamii za Kiswahili, mtoto anarudishwa shule, akapata mimba huyo. Yaani imeanza kuwa kama tamaduni na tumeizoea. Lakini inatoka wapi? Chanzo ni nini? Tufanye nini? Jamii iko wapi wakati hii swali linatokea? Na kweli ipo katika kuhakikisha tumewataarifu wa Tanzania kuwa nao pamoja ndani ya daladala kuwauliza. Mimba ya utotoni ina maana yake ni kitu ambacho kinachukuliwa kinyume na tegemeo la mhusika mwenyewe au kabla ya kufikia wakati wake uliokusudiwa kwamba anaweza kubeba hicho kitu. Kwa hiyo kinapokuepo kitaji hicho kitu sikiongelee kama nadharia. Mimba anapoibeba mtoto au yoyote yule ambaye viungo vyake havina uwezo wa kuhifadhi hicho kitu ndani yake au kuhifadhi hiyo mimba, ina maana inaonekana kama amebeba mimba ya utotoni. Tukisema mimba ya utotoni, ni umri gani? Ni kwa mfano ni kama msichana ambaye ana miaka 12 aidha 17. Kwa sisi wasomaji kuna age ambayo inamruhusu mwanamke kubeba mimba. Kwa kizazi cha sasa, kwa mfano wa miaka 20 angalau kidogo. Lakini sasa sana kwa 22 kwa kwenda mbele. Mtoto wa miaka 17, 12, 11, 16 uwezo wake ni mdogo sana, hata viungo vyake havijakomaa. Na sana hizi mimba huwa zinatokea sehemu za vijijini hata mjini pia. Lakini naweza nikasema maeneo mengi ambayo yanahusisha hizi mimba sehemu za vijijini. Kwa nini? Kwa sababu kijijini swala la elimu haiwafikii paswavyo. Na hata kama inawafikia, mazingira bado yanawabana. Wazazi tunaweza tukahusika kwa asilimia kubwa kutokana na jinsi tunavyowalea wana watoto. Tabia na jinsi ya maisha yanavyobadilika. Maisha sasa hivi yana maendeleo makubwa sana ya kisayansi na teknolojia. Lakini je, mimi kama mzazi nina watoto wangu wa kike na wa kiume, hawa watoto ninawaleaje kwa habari ya makuzi yao? Shuleni sasa hivi wanafunzi kuanzia darasa la 3 wanafundishwa sayansi, wanafundishwa miili yao jinsi inavyokuwa, kutokana na hali ya magonjwa yaliyopo sasa hivi. Hatufundishi habari ya kwamba kuna mimba kuna nini, lakini wanapofikia darasa husika atafundishwa kwamba mimba inapatikanaje. Ukishamuona mtoto ana zile tabia za kurukaruka na nini, lazima umkalishe chini umueleze wazi kwamba bwana wewe msikia wewe ni mwanamke. Swala la kurukaruka achana nalo, weka hivi, yani usimfiche chochote. Mfano mimi na binti yangu mpaka sasa hivi form 3. Lakini mtoto yule mimi sikuweza kumficha, nilimwambia kama mwanamke mwenzangu. Sikuweza kumficha wazi, yani nilimpa live kabisa. Maana mwingine anasema mtoto bwana usimwambie hivi. Mimi nilimpa ukweli. Sikumficha. Hata sasa hivi nikiongea naye, sikaina hapa mjini anakaa bali na mimi huko bodi huko nini, lakini hata nikiongea naye bwana ni hivi, yeye namueleza wazi mtoto. Yani mtoto wewe mueleze wazi, kama hasikini sugu ni yeye mwenyewe, lakini mpe live. Kwa hiyo basi hii chanzo then kama tunaona watoto 1028 ndani ya miaka 4, sababu ni wazazi mmeshindwa kuwalea labda na kuwaficha au ni zingine, kuna sababu zingine. Nasikia moja tu, malezi. Jamii iko wapi? Shida wengine labda na usafiri. Wengine bibi nasikia hata makondakta wanachangia sana. Tuviongelee hivi vitu. Wa baba si nini? Kwanza si wenyewe wazazi, mimi na mke wangu tumeachana. Na kuachana ile mtoto pekee na kukaa kwa dada huko. Mimi mwenyewe siko naye wala mama hayuko naye. Sasa dada mtu wangu mwenyewe anakuwa anasoma mfano atoka Ubungo anaenda Mlandizi. Mbona pale kwa dada yangu pengine mimi sijamuona tangu jana. Sasa dada pale anauza vitumbua. Sasa yeye anaamka pengine anapewa nauli tu hata la kula kwa anataka kukutana kondakta pale Ubungo, mtu wangu anasoma Kibaha pengine maili moja, nauli 900 na 1000. Sasa mtu wangu anakuwa na 500 tu ya nauli, pengine hiyo ameipata kwa njia ambazo hata mwenyewe mimi sielewi, wala wale maamuzi vitumbua afahamu. Yeye anajua ile maamuzi vitumbua, mwanangu mtoto wa kaka anaenda shule, lakini hajui hata nauli ambazo anazopata. Kwa hiyo mtoto wa shule ajitegemea mwenyewe japo kwa nauli kuipata, anashindwa hata kuongea, baba mwenyewe amkuti. Sasa mimi nadhani kwanza, kwa hiyo pamoja na malezi ya mzazi unakuta pia shida inasababisha.
Alafu pamoja na wazazi wengine kuachana naye inachangia na watoto wanakaa. Unajua mtoto atakiwa kaa na baba na mama. Sasa hilo wazazi wanalitambua au hawalitambui? Hilo wazazi hilo nadhani kuna baadhi wanalitambua na baadhi walitambui. Kama mimi mzazi nyumbani nitamwacha mtoto wangu anavaa viskin tight anatembea navyo njiani, vile ni vishawishi ambavyo vinavutia na vinafanya yani vinavutia wanaume. Kwa ile mtoto kama atakuwa na tabia hizo, tayari anajiingiza kwenye vishawishi ambavyo havikustahili, ataipata mimba utotoni. Wakati kuona kona bibi umefika. Una nini leo bibi? Sikubali, nasema sikubali. Nasema sikubali kabisa. Dala dala hindi dala dala nani pa. Dala dala hindi dala dala nani pa. Msijamiane umri wenu nao. Tuliangalia wanafunzi ambao wana ujauzito kwa kutumia vipimo maalum. Tukakuta mwanafunzi mmoja ana nini? Ujauzito. Tumeamua mwanafunzi tumtangaze mbele yenu ili tuweze kumsimamisha nini? Masomo. Nikiroboto ulisimu mwalimu wako anapita? Sasa unakosa nani? Si ulikuwa unafanya starehe? Haya, mmemwona huyu? Ndio. Ni nani? Nikiroboto. Mwanafunzi wa darasa ngapi? La 6. Mwanafunzi wa darasa la 6 amejamiana. Tunaomba kuanzia leo uondoke hapa shuleni kwetu, ukatuletea wazazi wako. Nani? Abdala. Yaani Abdala mimi nakulea kumbe unampa ujauzito mwanafunzi huko darasani. Upesi toka nenda kwenu. Toka utufai. Unakuamsha kesi kwenye mtihani kumbe ndio kazi ndio unaifanya na wewe Abdala wako. Dala dala indo dala dala nani pa. Inipa yo mizuka kila namna ya kitaa. Dala 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 dala. Nipe tano upo na miwendo nani pa. Dala dala indo dala dala nani pa. Dala dala indo dala dala nani pa. Tumeona mambo ya Bikiroboto sasa mada inaendelea. Unamkuta kijana baada ya kwenda shule. Kwa mfano tunaanza vijijini. Baada ya kwenda shule, yeye anapelekwa kwenda kulima. Unaona? Analima kule na ile mazingira ya vijijini magumu sana na una foleni za maji. Unakuta mtu anaenda kwenye kisima, unaona? Yeye ule muda mchache wa kuja kukutana na mzazi, kuja kumuelewesha kwamba hivi itakiwa mtoto wangu hivi itakiwa ni mchache sana. Mimi nafikiri kwa sasa hivi iwepo changamoto kwamba kwa atakayethibitika kwamba yeye kamweka mtoto mwanafunzi mimba, achukuliwe hatua kali, iwe ni fundisho kwa wengine. Hatua zipi? Hatua kama vile kufungwa, ni zipo na ni mbinu nyingi tu, serikali si inaweza kusimama kidedea kwa hilo swala talikawa gumu. Kuna wakati hapa katikati tulisikia miaka 30 ukimtia mwanafunzi mimba. Lakini wachache. Bado kana wanafunzi wako wengi wanaowekwa ndani wachache. Kuna muda fulani siku za nyuma ambao ilikuwa kwamba yani mtu kama anamjaza mwanafunzi mimba anastahili afungwe. Kwa hiyo kuna baadhi wanadhani waliwahi kuhukumiwa akafungwa. Kwa hiyo kidogo ilipungua. Ila sasa hivi tunaona swala hili limesawa limepunguzwa. Kwa sababu kwa miaka 30 mtu kuulizwa wewe miaka 30 wewe wanaogopa watu. Tufanye nini sasa suluhisho? Kwa sababu mimba zinaendelea. Sasa hizi tuchukue hatua tuwe wawazi kwanza kwa watoto. Wazazi tuelimishe watoto wetu, tuwe makini na vile na wanapokuwa mashuleni iwe na program ya kuwafundisha hao watoto kuanzia miaka 18 kwenda chini. Katika hilo ni kwamba sheria itumike. Kama ipo itumike. Wewe ukisababisha na wewe itumike, sheria itumike. Angalia kijana, angalia. Ikija kupata wewe. Kwa sababu sikiliza, unajua kwa sababu gani? Wanasema kuwa ambaye sio mwanafunzi ndiye ambaye anatakiwa kuadhibishwa. Lakini kuna wanafunzi wanaosababisha hizo mimba kama wewe hawajibishwi. Na wapo. Na wapo. Kwa unasema waadhibishwe. Waadhibishwe, sheria ichukuliwe.